Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 7, kipindi cha Pasaka, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 20 aya ya 17 hadi ya 27, na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11. Siku ile Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu: wakujue wewe, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimeimaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea. Wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa katika Kristo, tuungane kwa pamoja katika tafakari ya Injili tuliyoisikia hivi punde. Katika Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11, tunaona Yesu akisali akiwaombea wale waliolishika neno la Mungu na kuliishi, ambao kupitia ujio wa Yesu wameweza kumtambua Yesu kuwa niye Mungu Mwana aliyetumwa na Mungu Baba, ambaye kupitia yeye sisi tumekombolewa kutoka dhambi ya mauti. Yesu Kristo anadhihirisha kuwa amjuaye Mungu Baba na Mungu Mwana ana uwezo wa kurithi uzima wa milele. Maana daima yule amjuaye Mungu Baba na Mungu Mwana ataishi kadiri ya mapenzi ya Mungu, katika kuliishi neno lake na kuziishi amri zake. Yesu anaendelea kuwaombea wale wanaosadiki ya kuwa yeye ndiye Mwana atokaye kwa Baba, na wanaoliishi neno lake kupitia safari ya kumkomboa mwanadamu, hasa kwa kukamilisha lile fumbo kuu zaidi la kifo na ufufuko wake. Injili inatuonesha jinsi gani Yesu Kristo na Mungu Baba wanavyodhihirisha umoja wao, hasa katika kumkomboa mwanadamu ambaye ameanguka katika dhambi ya mauti. Hivyo mimi na wewe leo tunaalikwa kudumisha umoja kati yetu. Tunaporejea Injili ya Yohane sura ya 17 aya 11b, inasema, Baba mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Kumbe ndugu zangu, umoja huu uwe ni ule ambao utamtangaza Kristo kwa maneno na kwa matendo, na vile vile kwa fikra zetu, hasa sisi tulioungana kupitia sakramenti ile ya ubatizo. Daima tuwe chombo cha umoja katika kumtangaza yeye aliyetufanya tuwe hivi tulivyo leo.
Leo pia tunapofanya kumbukumbu ya maisha ya Mtakatifu Selestini ambaye alikuwa ni papa wa 5, katika safari yake ya maisha, hasa akiwa papa, aligubikwa na mashaka na woga ambayo ilimpelekea kufadhaika na kujiuzuru, lakini hakurudi nyuma katika safari ya maisha yake ambayo ilikuwa yenye umoja na Kristo katika kuyaishi maisha yake ya wafu. Kumbe kupitia maisha ya mtakatifu huyu anatufundisha kuwa daima umoja wetu uwe ni ule wenye muunganiko na Mungu Baba ambaye atatushika na kutuongoza vyema katika safari ya maisha yetu, na hasa katika kufikia ile taji isiyoharibika, yaani uzima wa milele. Itukuzwe damu ya Kristo. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Evensi Mutayoba wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari di Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi ya sheria, ushindi wa kimungu. Nasi tunajivunia imani twasakafia